Huyu ni kifutu. Kifutu. Sasa kifutu sio jina lake, na mimi tu nimezoea, lakini kifutu hili ni kundi alilopo. Yeye tunamuita puff adder kwa Kiingereza, puff adder. Beaties. Sasa hawa beaties kwa Kiswahili tunapenda kuwaita vifutu, lakini vifutu ni kundi ambalo kwa Kiingereza linaitwa viper ama Viperidae. Viperidae ina comprise nyoka wenye sumu ambao wanakuwa na meno marefu, the longest fangs. Sasa tuende na huyu hapa. Huyu ni forest cobra. Unaweza kumuita black cobra. Black cobra. Yeah, ndiye the fastest cobra kwenye kundi la cobras. Anaenda 4 km/h. Sumu yake ni highly concentrated neurotoxins. Highly concentrated. Alafu kuna hao wekundu. Hawa ni red spitting cobras, ni swila wekundu. Zote hizi ni sumu wanazostema kwa stare zao. Ina maana wanaonyoa wanakuzuru sana kwenye sumu zao hizi. Tena sumu za hawa ni cytotoxins. Na cytotoxic venom inapasua na kuozesha seli nyekundu za mwili. Kwa kama hujafanya treatment lazima upate na internal bleeding. Damu inavuja ndani ya mwili, hapo unapoteza maisha. Alafu we have these, hawa ni eastern green mambas. Watu wengi, Watanzania wengi ambao hawajasoma nyoka wanaamini kwamba nyoka wanawajua. Lakini ukimtizama huyu na nyoka tumemuona manyumbani tofauti. Huyu ana tumbo njano, wale wana tumboni white. Hawa wanakuwa na green ambayo imefade, imepauka kidogo. Tunaona manyumbani green yao inakuwa imekoza. Hawa ni very dangerous, wanaishi kwenye misitu mikubwa juu ya miti na wanashambulia kwenye utosi kuja kwenye vifua. Sumu zao pia ni neurotoxins. Masaa 4 hivi kama hujapata treatment unakuwa umedhurika. Hizi ni chatu ndogo ndogo, smaller pythons. Hizi ni kwa ajili ya watu ambao hawajawahi kushika nyoka maisha yao yote. Huyu hana madhara. Chatu hana madhara, wangati wala wana sumu. Ina maana hana madhara kabisa yani. Hana madhara. Hata ukija ukimshika tena kama akiwa mdogo hivyo hana madhara. Hana shida kabisa. Ana meno? Meno anayo lakini sumu hana. Na huyu hapa tumefika room 10, chumba namba 10. The most dangerous rooms tulizonazo Kasazuru, room 10 na room 11. Room 11 ndio inaanza, room 10 ndio inafuata. So let's begin with room 10 ambaye inabeba nyoka anaitwa boomslang ama Dicefolidas typus. Huyu bwana ni miongoni mwa nyoka ambao wanaua ndani ya muda mfupi sana. Very toxic. Alafu sumu zao tunaziita hemotoxins. Hizi ni sumu ambazo pia zinatumika kutengeneza the best antivenom duniani. Sasa huyu bwana top 15 katika nyoka wenye sumu kali duniani anapatikana hapo katikati chomeka. Sumu zao zinafanya blood clotting. So in case umeng'atwa na boomslang, damu yako inaganda, alafu unashikwa na paralysis. Breathing inakuwa ngumu sana. Ndani ya muda mfupi, almost ni sana dakika 25. Tena lisani zisifike maybe 45 minutes. Kama unapoja TB unapoteza maisha kabisa. Na unapokufa kila tundu la mwili wako linazibuka likitoa damu. Alafu hapa hivi room 11. The most dangerous room Kasazuru nzima, sio Kasazuru. Afrika nzima, Tanzania nzima. Eventually naweza nikasema dunia nzima. Bila shaka hao nyoka wanajificha hata kwenye mashimo. Lakini pia nyoka wengi tuliona hapa Kasazuru ni wengi wenye sumu. Nyoka wengi wenye sumu hawapendi kuwa social na human beings, wanapenda isolation. Kwa hiyo wanapenda kujitenga zile mikoa ambazo watu si wengi. Kwa mfano kama hapa Tanzania, Tabora, naona watu ni wachache, population iko very low. Kule ndio unapata nyoka kama hizi. Huyu ndo watu wanamuita shetani. Watu wanasema shetani, hawajai kumuona. Sisi tunamuita shetani mwenye tabasamu la kifo huyu kwa sababu ndio nyoka anayeongoza kwa vifo vingi kila mwaka Afrika hii. Tunamuita black mamba. Ndo black mamba huyu ndio koboko mwenyewe kwa Kiswahili. Dendroaspis polylepis. Huyu bwana cha kwanza ndiye mwenye kasi Afrika nzima, dunia nzima. 16 to 30 km/h. Cha pili ndio nyoka anayeua ndani ya muda, mfupi sana. Ndio nyoka ambaye anaua ndani ya muda mfupi sana. Black mambas anaua ndani ya dakika 15 hadi nusu saa kama unapojatibiwa. Hii ni kwa sababu ya ukali wa sumu. Sumu zao zinakuwa diluted, wanakuwa na neurotoxins pamoja na cardiotoxins. So wanapokung'ata na kupa 15 minutes of survival kwa sababu lethal dose ya black mamba inafika 3.6 mg/kg. Ndio nyoka pekee Afrika hii mwenye kiwango kikali cha sumu namna hiyo. Hii ni reserve room. Chumba cha ziada kwa ajili ya bwana black mamba. Alafu anaingia mwenyewe. No, tunamshika na graft stick na tunamleta huko. Kwa nini reserve ili tufanye usafi kule? Sawa. Alafu room hii inabeba kifutu mwenye na possess meno marefu East Africa nzima. Yuko mbali kule from Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda mpaka Sudan. Kifutu mwenye meno makubwa ndio huyu. Anaitwa Gaboon Viper. Mpole sana, mtulivu, lakini wataalamu kama flesh kwenye majani kama haya. Kwa watu wanaopenda kwenda kwenye misitu, majani kama haya na kusoma vizuri maana yanaficha nyoka. Anafanania kabisa, akifanya camouflage anafanania. Sasa inakuwa rahisi kukudhuru.
Hii pia ni reserve room kwa ajili ya nyoka wageni. Alafu lastly hapa tuna chatu wa picha kubwa Afrika nzima. Tunamuita Southern African Top Python. Ya chatu wote wanasoma. Na huyu pia yupo kwenye blue. So soon enough after some few weeks anakuwa down. Okay. Na bahati nzuri na simu imekataa kuchukua. Ila haka sauti anataka tupate sauti wangu.